Ndugu wananchi na Watanzania wenzangu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na huruma kwa kutujalia uhai na afya na kutuwezesha kumaliza mwaka 2021 kwa amani na kushuhudia mwaka mpya wa 2022 ukiingia. Wapo wapendwa wetu ambao tungelipenda kuwa nao katika kipindi hiki cha furaha, lakini hatupo nao. Tuwaombee wapendwa wetu hawa, Mungu aendelee kuwalaza mahali pema peponi. Amen. Kwa wale ambao tumeendelea kubarikiwa tunu hii ya uhai, basi hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni wazi kuwa katika kipindi hiki cha sikukuu za mwisho wa mwaka, wengi wetu hupenda kutumia muda huu kufanya tathmini ya malengo yetu tuliojipangia katika kipindi cha mwaka wa kalenda uliopita, ikiwa ni pamoja na kusherehekea mafanikio tuliyoyapata. Hivyo, ni katika msingi huo nimeona ni vyema nami nikaongea nanyi ili kwa pamoja tuweze kufanya mapitio ya mwaka 2021 na kutathmini milima na mabonde tuliopitia kama nchi na taifa katika mwaka huo. Ndugu wananchi na Watanzania wenzangu, safari yetu ya mwaka 2021 haikuwa tambarare. Ilikuwa na milima na mabonde, furaha na majonzi, na mafanikio na vikwazo kadhaa. Huu ni mwenendo wa maisha. Huwezi kupata na kufurahia mafanikio bila kukutana na vikwazo vya hapa na pale. Msemo huu ulisadifu safari yetu ya mwaka 2021 kama taifa. Pamoja na kupiga hatua kimaendeleo katika maeneo mbalimbali, tulikumbana pia na vikwazo na vipindi vya majonzi. Mwaka 2021 taifa letu lilipitia katika kipindi kigumu kwa kumpoteza kiongozi mkuu wa nchi, mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli wakati akiwa madarakani, na aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad. Hakika ilikuwa ni misiba mikubwa kwa taifa na bara la Afrika kwa ujumla. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tuliweza kuwapumzisha wazee wetu hawa kwa amani. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwalaza mahali pema peponi. Amen. Mwaka 2021 tuliendelea kukabiliana na janga la uviko 19 ambalo linaendelea kuisumbua dunia hadi hii leo. Janga hili lilisababisha kuzorota kwa kasi ya ukuaji wa uchumi kutoka ukuaji wa 7% mwaka 2019-2020 hadi 4.8% kwa mwaka 2020-2021. Kupungua kwa kasi ya ukuaji wa uchumi kulitokana na mambo mawili makubwa. La kwanza ni athari za kufungwa mipaka, kusitishwa safari za ndege za kimataifa na kusitishwa baadhi ya shughuli za uzalishaji na kiuchumi. Hatua hizi zilichukuliwa na mataifa ambayo kati yao ni washirika wakubwa wa biashara na Tanzania kwa lengo la kukabiliana na janga la uviko 19. La pili ni mvua zilizozidi wastani ambazo zilisababisha uharibifu wa miundombinu ya usafirishaji nchini na kuchelewesha utekelezaji wa baadhi ya miradi. Aidha, kuelekea mwishoni mwa mwaka 2021 tulishuhudia mfumuko wa bei uliofikia 4.1%, kiwango ambacho kipo ndani ya malengo ya taifa ambacho ni 3 hadi 5%. Mfumuko huo wa bei ulisababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta duniani na mlipuko wa uviko 19 ambapo viwanda vingi vilisimamisha uzalishaji na hivyo kusababisha uhaba na ongezeko kubwa la uhitaji wa bidhaa. Kwa hapa nchini, mfumuko huo wa bei ulichagizwa zaidi na utekelezaji wa mpango wa maendeleo kwa ustawi wa taifa na mapambano dhidi ya uviko 19 uliotoa kiasi cha shilingi trilioni 1.3 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya afya, elimu, maji safi na salama, ambao ulisababisha upandaji wa bei za vifaa vya ujenzi kama saruji, nondo na mabati. Ndugu wananchi na Watanzania wenzangu,
pamoja na vikwazo nilivyovitaja hapo juu ambavyo tulikumbana navyo katika mwaka wa 2021, Watanzania tulipata mafanikio katika nyanja mbalimbali. Miongoni mwa maeneo ambayo tunapaswa kujivunia na ambayo nimeona ni muhimu ni ataje ni pamoja na kuweza kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu, kulikoendana na kuendeleza umoja, mshikamano na upendo miongoni mwetu. Mtakumbuka kwamba kwenye hotuba yangu ya kwanza niliyoitoa baada ya kuapishwa, niliwaomba na kuwasihi sana Watanzania tuwe watulivu na tudumishe umoja na mshikamano. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana Watanzania kwa kudumisha amani na utulivu nchini na hatimaye taifa letu likibaki kuwa salama na imara. Eneo jingine ambalo tuliweza kupata mafanikio katika mwaka 2021 ni kuwa pamoja na athari za uviko 19, tulikuwa na ukuaji chanya wa uchumi, tukiwa ni miongoni mwa nchi 11 zilizokuwa kiuchumi kati ya nchi 54 za Afrika. Hali hii ilisababishwa na kuruhusu wananchi kuendelea na shughuli zao za uzalishaji kiuchumi badala ya hatua za kuwafungia kama ilivyokuwa kwa nchi nyingine. Aidha, katika kuhakikisha uchumi haupati athari hasi, tulichukua hatua za kudhibiti mfumuko wa bei ambapo umeendelea kuwa kati ya 3 hadi 5 na kuhakikisha kwamba tunakuwa na akiba kutosheleza ya fedha za kigeni, ambapo kwa sasa nchi yetu ina kiwango cha kiasi za dola za Kimarekani bilioni 6,253 zitakazotosheleza kuagiza chakula na huduma kwa kipindi cha miezi 7. Vile vile, katika kuvutia uwekezaji na kurudisha fedha kwenye mzunguko, tulifanya marekebisho mbalimbali ya kisera, kisheria, kikodi na kiutendaji. Matokeo yake tumeweza kuvutia uwekezaji kutoka miradi 186 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.13 mwaka 2020 hadi miradi 237 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 4,144 mwaka 2021. Ndugu wananchi, kwa upande wa kilimo, tulifanikiwa kuiongezea uwezo wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo kwa kuipatia mtaji wa shilingi bilioni 208 ili iweze kuwafikia wakulima zaidi na kufanya kazi kwa ufanisi. Aidha, tuliweza kuondoa vikwazo vya biashara vilivyokuwepo na kuanzisha masoko na kufungua vituo vya kuuza mazao katika nchi za Kenya, Sudani Kusini, China, India, Ukraine, Umoja wa Ulaya, nchi za ukanda wa SADC na Saudi Arabia. Vile vile, serikali iliziwezesha Ghala la Taifa la Chakula na Bodi ya Nafaka na Mazao Mchanganyiko kununua tani 950,000 za mahindi zilizokuwa mikononi mwa wakulima. Pamoja na mafanikio hayo katika sekta ya kilimo, tunatambua uwepo wa changamoto ya upungufu wa mbolea ambao kwa kiasi kikubwa imesababishwa na kushuka kwa uzalishaji wa bidhaa hiyo duniani kwa sababu ya uviko 19. Lakini habari njema ni kwamba mapema mwakani 2022 tunatarajia kupata mbolea ya kukuzia mazao itakayouzwa kwa bei ambayo wakulima wameizoea. Pamoja na jitihada hizo, kampuni ya Intracom Fertilizer inajenga kiwanda kikubwa cha mbolea jijini Dodoma ambacho kitazalisha tani 500,000 sawa na takriban 70% ya mahitaji yetu kwa mwaka. Aidha, kampuni ya Dangote nayo imeonyesha nia ya kuanzisha kiwanda cha mbolea ya urea kule Mtwara. Ndugu wananchi, sekta ya utalii nayo iliathiriwa sana na uviko 19. Hatua mbalimbali za kuinusuru sekta hii kutodidimia zilichukuliwa na kuhakikisha sekta inarudi kwenye nafasi yake ya kuchangia uchumi wetu. Hadi mwezi Disemba mwaka huu 2021, sekta hii imeweza kujikongoja na kuingiza nchini watalii milioni 1,400,000 ikilinganishwa na watalii 620,867 kwa kipindi cha mwaka 2020, sawa na ongezeko la watalii 779,133. Matarajio yetu ni kushuhudia kukua zaidi kwa sekta hii kuanzia msimu wa 2022 na kuendelea. Aidha, mwaka 2021 tuliendelea na utekelezaji wa miradi yetu mikubwa ya kimkakati
ikiwemo mradi wa ufuaji umeme wa Nyerere kule Rufiji, upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam, ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi kule Mwanza, daraja la Tanzanite Dar es Salaam, upanuzi wa barabara za viwanja vya ndege yani runways, na barabara kadhaa zinazounganisha mikoa na wilaya ya nchi yetu. Lakini vile vile ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, ambapo tarehe 28 mwezi huu tumesaini mkataba wa ujenzi wa kipande cha 3 cha kutoka Makutupora hadi Tabora chenye kilomita 368. Pia tumefanikiwa kuongeza ndege 3 ambazo ni -8 Q400 ndege moja na Airbus 200 ndege 2, na kulifanya shirika letu la ATCL kuwa na ndege 12.